Mbunge wa wananchi jimbo la Chumbuni Alhaji Ussi Salum Pondeza amejumuika na wadau wa michezo, ndugu, jamaa na marafiki katika dua iliyoambatana na iftari iliyoandaliwa na kundi la wadau wa michezo la Friends of Malawi iliyofanyika kijijini Jambiani, kusini mwa kisiwa cha Unguja. Katika iftari hiyo, Pondeza amehimiza suala zima la umoja na mshikamano ili kufikia lengo la kundi hilo, sambamba na kusisitiza kuitunza amani iliyopo. Innamal mu'minina ihwa, yani waumini wote ndugu. Ingekuwa Jambiani, ingekuwa Ukraine, ingekuwa Pakistan, lakini tungekutana katika swala hili ambalo tumekutania hapa, basi ingelikuwa ina maana ile ile moja, kwa sababu sisi katika dini yetu ya Kiislamu haichagui nani wala kabila. Jambo letu kubwa ni dini moja, sisi sote wamoja. Lakini yote kwa yote bado ni yale muendelezo ambao Mwenyezi Mungu ametutaka ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tukithirishe ibada. Na moja ya ibada basi hata kuwaalika watu wakaja kufungua, yani ukawafungulisha, au kwa Kiswahili kile cha karibu nasema ukawafuturisha, hata kwa koka moja ya tende, basi faida yake ni kubwa sana, ambayo haina thamani. Yani haina thamani, huwezi ukaisaminisha na kitu chochote. Kwa hivyo wenzetu walifanya jambo hili tunawashukuru sana, na inshallah jambo hili lisiwe mwisho. Na kama mnavyojua Mwenyezi Mungu ametutaka ndani ya 10 hili la 3 tukirihishe sana kufanya ibada, maana yake ni 10 la kuachwa na moto, lakini ni 10 ambalo pia lina usiku wa cheo, ambao usiku wa Lailatul Qadr, ambao ilishuka Qur'an tukufu ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sasa kila mmoja anatakiwa tujitahidi tuwe miongoni mwa ambao tutakaoomba Mwenyezi Mungu atujalie basi tuwe miongoni mwa hao ambao watakaoweza kuiona hiyo usiku wenye cheo. Nao baadhi ya walioshiriki katika iftari hiyo walikuwa na haya ya kueleza. Wito wangu kwa wana group manake kuendeleza umoja na mshikamano ambao tupo nao, na tukiendeleza kufanya hivi manake uko mbele tunaamini tutafanya vitu vikubwa zaidi. Manake iftari ni kitu kikubwa, lakini tunaamini kuna vingine vikubwa zaidi mbele ya safari tunaweza kwenda kufanya. Funzo la Ramadhani linafikiwa, kwanza tunakutana, tunadumisha umoja wetu, lakini pia tusisahau kwamba kuftarishana ni moja kati ya ibada, hasa kwenye mwezi huu, mwezi mtukufu. Na kwa sasa Ramadhani tunaenda kwenye 10 la mwisho. Kwenye 10 la mwisho watu wanaambia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwenye siku 10 hizi hata msikitini atoke, nafanya ibada zaidi. Kwa hiyo na sisi kama waumini wa dini ya Kiislamu nitoe wito kwangu mimi binafsi, lakini na Waislamu wote kwa ujumla, maana ni 10 ambalo tunatakiwa tukithirishe ibada zaidi ya zile ambacho tunafanya, kwa sababu Ramadhani mwaka kuna watu tupo nao Ramadhani iliyopita, lakini leo tumekuja kuftari hapa, wao hawapo. Ya kitendo kama hicho cha kuftari kwa pamoja inatufunza kwamba katika jamii yetu ya Uislamu kwamba tuzidi kudumisha amani na upendo, na vile vile kudumisha kusaidiana, kwa sababu haina maana kama kufutarisha kwamba wewe ndio una uwezo zaidi kuliko wengine, lakini kile unachopata kidogo kwamba uweze kusaidia na wengine. Kwa hiyo hili linatuonesha kwamba linatufunza kwamba tuweze kusaidiana, hata kama miezi ya kawaida alichokuwa nacho kidogo kingi kidogo amsaidie alikuwa nacho kidogo. Naambia wenzangu hebu waige mfano kama huo, kwa sababu kwanza unakuwa ni umoja wetu, lakini mnakuwa mnashikamana kwa mambo yenu mengine. Lakini kama Ramadhani hivyo unaftarisha, kwa hiyo wanakuja watu, mnaonana, mnasabai, mnapiga dua. Kwa hiyo ni jambo zuri sana, hata Mwenyezi Mungu nalo analikubali. Kwa hiyo na wao tunawaomba sasa waige mfano wa Friends of Malawi, na anotaka kuja basi tunamkaribisha awe karibu katika Friends of Malawi, tunawapokea. Kutoka Jambiani, wilaya Kusini, mkoa Kusini Unguja, Ahmed Abdullah, Zanlight TV, Zanzibar.